Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Amani na salama. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu tunapojiandaa na maadhimisho haya ya sikukuu kubwa ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tafakari hii iwe nafasi ya kuandaa mioyo yetu ili tuweze kushiriki vyema maadhimisho haya makuu ya imani yetu. Naamini kwamba kupitia neno la Mungu kwa Jumapili hii, Mungu mwenyewe atatufundisha, Mungu mwenyewe atatuimarisha katika imani na ataiandaa mioyo yetu ili tuweze kumpokea vyema mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo anayejidhihirisha kwetu kupitia maumbo ya mkate na divai, yaani Ekaristi Takatifu. Hivyo basi tunajiandaa vyema kumpokea Kristo na kutembea naye katika mitaa yetu na katika maeneo yetu ili basi tuweze kumwonyesha uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Tunaalikwa basi tuiandae mioyo yetu iweze kuwa mioyo yenye shukrani kwa Mungu, lakini iweze kuwa mioyo safi kwa ajili ya kumpokea Kristo aliye mkombozi na muumba wetu. Basi ndugu zangu wapendwa, kama tunavyojua kalenda ya Mama Kanisa, kila mwaka baada ya kusherehekea Jumapili ya Utatu Mtakatifu, Jumapili inayofuata kanisa linaadhimisha sikukuu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni moja ya sikukuu muhimu na sikukuu kubwa katika maisha ya kanisa, kwa sababu inatuongoza kutafakari zawadi kubwa kabisa ambayo Yesu Kristo alituachia kabla ya kifo na ufufuko wake, yaani ile Alhamisi Kuu pale alipoweka sakramenti takatifu ya Ekaristi, mwili na damu yake, kama chemchemi ya uzima wetu, lakini kama ishara wazi ya uwepo wake katika maisha ya kila muamini. Katika somo la kwanza tunalolipata kutoka katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari ule wa 2 hadi ule wa 3, lakini pia mstari ule wa 14 na ule hadi ule wa 16a. Na hapa tunamuona Musa akiwakumbusha wana wa Israeli jinsi Mungu alivyowaongoza jangwani miaka 40. Walipopitia kipindi kigumu, kipindi cha njaa na majaribu, Mungu hakuwatelekeza bali aliwalisha kwa mana kutoka mbinguni. Maana hii ambayo Mwenyezi Mungu aliwapa wana wa Israeli ilikuwa ni ishara wazi ya upendo wa Mungu kwao, lakini pia ilikuwa ni ishara wazi ya Mungu ambaye anawajali watu wake hata wanapopitia changamoto mbalimbali. Pia maana hii ilikuwa ni maandalizi ya zawadi kubwa ambayo Mungu alikuwa amepanga kuwapa wanadamu katika utimilifu wa nyakati, yaani zawadi ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alijidhihirisha alipoiweka siku ile ya Alhamisi Kuu. Ndio maana katika Injili ya Jumapili hii kutoka Injili ya Mtakatifu Yohane sura ile ya 6 mstari ule wa 51 hadi ule 58 tunamsikia Yesu mwenyewe akisema maneno ambayo yanashuhudia wazo hilo kwamba Agano la Kale limetimilizwa kupitia yeye. Anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kwa maneno hayo Yesu anafafanua wazi kwamba yeye ndiye chakula cha kweli kinachoshibisha njaa na kutuliza kiu ndani ya mwanadamu. Katika Agano la Kale, mana iliwasaidia wana wa Israeli kwa muda, lakini Ekaristi Takatifu, yaani mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, inatupatia uzima wa milele. Sio chakula cha muda, ni chakula cha uzima wa milele. Kumbe ndugu zangu, katika Ekaristi Takatifu tunampokea Kristo mwenyewe. Tunampokea Bwana aliye hai na aliyekuja kututia nguvu, kutufariji, kutuponya na kutuongoza katika safari ya maisha yetu ya kuelekea uzima wa milele. Na katika somo la pili tunalolipata kutoka kitabu kile cha barua ya kwanza ya Wakorinto ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto sura ile ya 10 mstari ule wa 16 hadi ule wa 17, Mtume Paulo anatukumbusha kwamba kwa kuwa tunashiriki mkate mmoja, sisi sote tunakuwa mwili mmoja katika Kristo. Hivyo basi Ekaristi si jambo la mtu binafsi pekee, bali Ekaristi ni Yesu katika maumbo ya mkate na divai ambaye anatualika kuishi kwa umoja, anatualika tuishi kwa haki, upendo na mshikamano. Tunapojiandaa kwa maadhimisho ya sikukuu hii, ni wakati mzuri pia wa kujiuliza kama mioyo yetu imejaa haki, kama mioyo yetu imejaa amani, kama mioyo yetu imejaa upendo, na kama kweli mioyo yetu ina nafasi ya kumkaribisha Kristo ambaye anajidhihirisha kupitia maumbo haya ya mkate na divai.
Tunapoitazama dunia ya leo, ndugu zangu, hata tunapoitazama jamii zetu, tunapotazama familia zetu, tunaona changamoto nyingi ambazo zinawakabili watu. Wapo watu wanaoteseka kwa sababu ya upweke. Watu wanateseka kwa sababu ya migogoro ya kifamilia, matatizo ya kiuchumi, magonjwa, hofu na kukata tamaa. Wengine wana kila kitu kwa upande wa mali na fedha, lakini bado ndani ya mioyo yao wanahisi pengo kubwa na wanahisi kwamba wanakosa ile amani na furaha ya kweli. Hii ni kwa sababu moyo wa mwanadamu daima unapokuwa haujaungana na Mungu hauwezi kuwa na amani wala furaha ya kweli. Na ndio maana sasa katika Ekaristi Yesu anaendelea kutuambia kwamba akisema, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kumbe ili ulimwengu uponywe na taabu zake, ili mwanadamu aweze kupata furaha ya kweli ndani ya maisha yake na ndani ya moyo wake, ili mwanadamu aweze kupata amani, aweze kuwa na upendo wa kweli, ni lazima ashiriki Ekaristi Takatifu, yaani mwili na damu ya Kristo, na Kristo huyu anayejidhihirisha kupitia maumbo ya mkate na divai aweze kumjaza neema na baraka zake, lakini zaidi sana aweze kumjaza utimilifu wa upendo, utimilifu wa amani, utimilifu wa furaha ya kweli. Wapendwa, tunapojiandaa kwa sikukuu hii ya mwili na damu takatifu ya Kristo, kanisa linatualika kufanya maandalizi ya ndani ya mioyo yetu. Tunaalikwa kushiriki sakramenti ya kitubio ili tuweze kujipatanisha na Mungu. Tunatambua wazi kwamba dhambi inatufanya tunajitenga sisi wenyewe na Mwenyezi Mungu. Hivyo tunaalikwa kusafisha mioyo yetu ili tunapoenda kumsherehekea Kristo, ili tunapoenda kutembea na Kristo, basi tuweze kumpatia nafasi ya kweli na nafasi katika mioyo yetu, yeye mwenyewe aweze kutujaza furaha yake, aweze kutujaza amani yake. Hivyo ndugu zangu, tunaalikwa pia kuwahi mapema katika maadhimisho ya misa takatifu. Hebu tujitahidi kuwahi, tushiriki adhimisho takatifu la misa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na baada ya adhimisho la misa takatifu, tunapopata nafasi ya kutembea na Kristo katika mazingira yetu, hebu tushiriki kwa moyo wa uchaji, hebu tushiriki kwa moyo wa ibada, hebu tushiriki kwa moyo wa unyenyekevu, ili tumuonyeshe Kristo uhalisia wa maisha yetu. Kristo anataka kutembea pamoja nasi Jumapili hii, aweze kuyajua mazingira yetu, aweze kuyaona mazingira yetu, na aweze kuona uhalisia wa maisha yetu. Na tunapomkaribisha Kristo sasa katika mazingira yetu kwa moyo wa ibada na moyo wa unyenyekevu, yeye mwenyewe atatuimarisha, yeye mwenyewe atatusaidia pale ambapo tunahitaji kusaidiwa. Na kama parokia yenu, basi mtapata nafasi hiyo ya kutembea na Kristo. Usione aibu wala usione haya kutembea na Kristo. Mtembeze Kristo katika mazingira yako, mtembeze Kristo katika moyo wako, lakini pia mtembeze Kristo kwa majirani zako na marafiki zako. Muonyeshe Kristo uhalisia wa maisha yako. Tukumbuke daima kuwa mahali popote ambapo Kristo anakaribishwa, yeye mwenyewe huleta haki, yeye mwenyewe huleta upendo, yeye mwenyewe huleta mshikamano, yeye mwenyewe huleta msamaha. Zaidi sana, yeye mwenyewe huleta uponyaji, na zaidi sana huimarisha tumaini. Na lile tumaini tulilonalo kwake linapata utimilifu, na hivyo tunapata nguvu ya kusonga mbele katika maisha yetu na katika imani yetu. Asante sana ndugu yangu kwa kuungana nami katika tafakari hii. Hivyo ninakutakia maandalizi mema ya sikukuu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa maombezi matukufu ya Mama Bikira Maria, basi tujaliwe neema ya kujiandaa vyema na kumkaribisha Kristo katika mazingira yetu, lakini zaidi sana katika mioyo yetu. Mungu akujaze furaha yake na Kristo atembee pamoja nawe katika Jumapili hii na katika maisha yako yote. Tumsifu Yesu Kristo.